Continue from where we left last Sunday. For those of you who are here last Sunday, I introduced the series that I will be looking into for the next few Sundays. Mafunzo ambayo tutakuwa tukiangalia kwa Sundays chache hivi is a series, and the topic of the series is Be Ye Transformed, ya kwamba wacha tukaweze kubadilishwa, wacha tukafanywe kuwa wapya, ama may we experience transformation in our lives. And inatoka katika Romans 12 verse 2, where the Bible says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve God's will. What God's will is good and a perfect will. Now, last Sunday I said this. I said, maybe to give a recap of what we said on last Sunday, wale ambao hamkukua, ni ya kwamba last Sunday nilisema hivi, in life you are either conforming to the patterns of this world, or you are being transformed into the likeness of our Lord and the Savior Jesus Christ. You cannot be in the middle, or you cannot be on the sides. You are either on one side or the other side. You are either on conforming side or transforming side. There is nothing like kuwa katikati. No, you are either you are conforming to the standards of this world, or you are being transformed into the likeness of our Savior, our Lord Jesus Christ. And I say this, nikasema ya kwamba there is a way the world appeals to us. Kuna vile ulimwengu inataka kutuvuta. Kuna vile ulimwengu inataka tufikirie kama wao, watu wa ulimwengu, tutende vitu kama watu wa ulimwengu. Lakini pia nikasema ya kwamba kama Wakristo tumeitwa kuwa tofauti, na ndio kama Wakristo lazima tuishi maisha yetu kitofauti, sio kama wa dunia. Na nikasema ya kwamba kuna vita inaendelea. We are in a battle, and the battle is in the mind. The devil is in the business to capture the minds of men and women. The devil is in the business to capture and to enslave our minds to think in a certain pattern. And mostly the pattern is not according to the will of God. Yani shetani ako katika mpango, ama tuko vitani na adui anataka kuteka mawazo yetu tuweze kufikiria ama tutende vitu kama watu wa dunia. Lakini sisi ni watu ambao tumeokolewa, tumekombolewa, na lazima tujue vile tunafaa kutembea katika hii safari ya Ukristo, kwa sababu vile mtu anafikiria ndivyo alivyo. That's what the Bible says in Proverbs 23:7, ya kwamba as a man thinks, so is he. So maisha yako is a sum total of what you think or what you have embraced in your mind. Because what you have embraced in your mind is what you will put into practice. Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo ambayo ndio yamechukua ushukani katika mawazo yako ndio unafanyia kazi. Praise the name of the Lord. Now, we looked at the issue of the verse whereby we say the devil wants us to fikirie kidunia, and we looked at the word transform, even the word conform. Yeah. Now today I say we are going to look at the different types of minds. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema ya kwamba kuanzia leo tutaangalia different types of minds. Na leo nataka tuanze na kuangalia the carnal mind. The carnal mind. For those who are writing, leo nataka tuangalie the carnal mind. What is the carnal mind? Yeah? Now, if you read Romans 8:7, the Bible says, the mind
governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Now, that is NIV. Na King James inasema hivi, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. Yeah, naomba mtu atusomee kwa Kiswahili. You can give them the wireless microphone. Mwenye amepata kwa Kiswahili, give them the microphone, watusomee Romans 8:7. Ule amepata kwa Kiswahili. Romans 8:7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Amen. Achia hapo. Thank you. Kwa kuwa nia ya Mungu ni adui kwa nia ya mwili, ni adui kwa Mungu. Asante, wacha tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru tena Jumapili ya leo. Umetupa nafasi, tumeingia nyumbani mwako. Tumeingia nyumbani hapa because tuko na kiu, tuko na njaa ya neno lako, na tunatamani Bwana mchana wa leo pia utushibishe, uguze mioyo yetu, utupeleke hatua nyingine katika safari yetu ya wokovu. Tunajua bila wewe hatuwezi, na ndio maana tunajiachilia mbele zako mchana wa leo. Ukachukue ushukani, ukachukue nafasi ya kwanza, ukatawale maisha yetu. Aswa tunaomba mchana wa leo utawale nia zetu, utawale mawazo yetu. Mfalme, tunaomba uchukue ushukani ya kwamba tunapolisikia neno lako, vile umekuwa uwepo wako umekuwa nasi tangu asubuhi, tunaomba tena uwe pamoja nasi. Tunakataa any form of distraction from the enemy, ili ya kwamba watu wako wasikuwe na concentration, wasiweze kupata kile ambacho umewaandalia mchana wa leo. Tunakataa katika jina la Yesu. Father, every spirit of distraction, na tunaomba ya kwamba tukajifunze neno lako mchana wa leo, tukasonge hatua katika safari yetu ya wokovu. Kuna mambo mengi ambayo yanatusumbua katika maisha yetu. Mungu wetu, tuwaomba uachilie neno lako likanene katika kila area in our life, in the mighty name of Jesus. Najua ya kwamba kuna wengine wameingia mahali hapa asubuhi ya leo, Baba, wanaombi moyoni mwao, wana kilio moyoni mwao. Mungu wetu, wewe uyaonaye machozi tuyamwagayo katika sehemu zetu wakati wa kuomba. Mungu wetu, tuwaomba mchana wa leo, kila chozi ukalipanguze, kila hitaji ukakutane nao, ukainue watu wako hatua nyingine, walioshushwa moyo ukawainue, walio wagonjwa ukashuke ukawaponye katika jina la Yesu. Walio na mawazo mengi asubuhi ya leo, Baba, tuwaombea, tunawaombea ya kwamba ukakutane nao mchana wa leo, wasikie sauti yako. Kuna wengine they are in a crossroad in their life, they don't know which way to take. They are in the valley of decision making. They don't know what is the best decision to take in their life, either to continue or to give up or to quit. But my Father, your word tells us when we come to you, when we pray to you, you are able to give us wisdom that comes from above, that can enable us to emerge victorious in every circumstance and in every situation. And so, Father, we pray for them that they will hear from you, that they will find solace in your word, that they will find encouragement in your word, that they will find a new awakening, a new revelation in their life concerning their situation. And the enemy is not going to take it away from them. We rebuke the works of the enemy to cause harm, to distract, to destroy, and to kill dreams and lives in the mighty name of Jesus. Jehovah, may you take over. Wewe ndiye Mungu wetu na tegemeo letu. Shuka mali hapa, onekana, nena na mioyo yetu na maisha yetu, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Now, today I'm talking about the carnal mind.
There are different types of minds. Now, I will be looking at these minds. There is the blinded mind. We have the doubtful mind. We also have the defiled mind. And finally, we have the transformed mind. But today, I'll be looking at the carnal mind. Praise the name of the Lord. And it's coming from Romans 8:7, mahali tumesoma. Now, according to Greek dictionary, carnality means to have the nature and characteristics of the flesh. Or simply, it means fleshly, kimwili. Carnality inamaanisha ya kwamba kuwa na characteristics ya kimwili, ya kutembea katika kimwili. What then is the flesh? Sometimes it refers to the whole material part of a man. Ukisoma katika Biblia, when you come across the word the flesh, sometimes wakati mwingine inamaanisha the material part of a man. And unaweza pata hiyo in 1 Corinthians 15:39 or Hebrews 5:7. And based on this meaning, carnal sometimes relates to material things like money, or to the opposite of our weapons of spiritual warfare. But the word flesh also has a metaphorical sense when it refers to our disposition to sin and to oppose or to omit God in our lives. Nasema nini? Wakati jina kimwili linapotajwa linamaanisha material things, kama pesa, kama mali, kama anything material. Na pia tena linamaanisha mwili huu wetu, nyama na damu, inatumika hivyo katika kibibilia. Lakini wakati mwingine ukisoma katika Biblia, when you see the word flesh, inamaanisha yani ile hali yetu ya kupinga na kumuacha Mungu katika maisha yetu, yani kutembea katika ile hali ya kumpinga Mungu ama kutofanya njia zake katika maisha yetu. Now, the flesh is characterized by works that include lust and passions. Ukisoma Galatians 5:19 to 24 itakwambia the works of the flesh are obvious, ya kwamba matendo ya mwili ni dhahiri. Ukisoma Galatians 5:19 utajua matendo ya mwili. Na pia ukisoma 1 John 2:16 inasema ya kwamba flesh ama mwili inaweza kuteka nyara watu. Ukisoma katika Romans 7 mahali Paulo anasema kuna wakati anataka kutenda mazuri, lakini anapata hawezi kutenda because anapata kuna sheria ingine, anapata kuna mwili nayo inamsukuma kufanya vitu njia nyingine, na hakuna kitu kizuri kinatoka ndani ya mwili na damu. Now, based on this meaning of the word flesh, to be carnal means to be characterized by things that belong to the unsaved world. Hiyo ni according to Ephesians 2:3. Ya kwamba tukisema ya kwamba you are a carnal Christian, tukisema ya kwamba wewe ni Mkristo kimwili, ni kusema ya kwamba ni kuwa na vitu ama kuwa na tabia zinahusishwa na watu ambao hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tukikusema ya kwamba you are a carnal Christian, yani Mkristo anayeongozwa na mwili, ni kuwa na tabia za watu ambao hawamjamjua Yesu Kristo. Now, we have a lot of carnal Christians in the church. Now, carnal Christian in the sense ya kwamba unapata watu ndio wanaingia kanisani, ni wa Kristo, lakini matendo yao na matunda ya maisha yao hayaonekani, hayaambatani na Ukristo. Ndio kwa maana Biblia inatuambia ya kwamba utawajua kwa matendo na matunda yao. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So tunapoendelea jua ya kwamba nikitumia jina carnal Christian,
ama Mkristo ambaye anaongozwa na nyama na damu ni mtu ambaye anatenda vitu kama mtu ambaye hajaokoka. Now, Apostle Paul addresses carnal mindedness, particularly in Romans chapter 8. Let's take a look. Inasema nini? Ukisoma Romans chapter 8, mahali tumesoma hapo, ukianzia hata mstari wa 6 na 7. Paulo anasema hivi ya kwamba for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can it be. Now, naomba unisome kwa Kiswahili tena, Warumi 8:6, mstari wa 6 na 7. Nianze 6. Yes. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Amen. Thank you. Ya kwamba Paul is saying that the carnal mind is death, but to be spiritually minded is life and the peace. Now, wacha tuangalia a few characteristics of this carnal mind. Now, why is the carnal mind deadly? The scripture states in verse 6, to be carnally minded is death. The Greek word death, thanatos, does not refer to physical death, but spiritual death. Spiritual death is the opposite of life in God. Praise the name of the Lord. Yaani ya kwamba tunaposema umekufa kiroho, ama ya kwamba ukiwa na mawazo ya kibinadamu ama ya kimwili, tunasema ya kwamba you are spiritually dead, umekufa kiroho. Na ukiangalia hilo neno katika vile limetumika in the New Testament, from the original word which is Greek, inamaanisha sio physical death but spiritual death. Tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasema you are carnal mind, wewe unaenda na kiroho, yani umekufa kiroho. Sio kukufa, kuna watu ndio wanaishi, they are walking, they are breathing, but spiritually wamekufa. Na kuna wengine ndio wanatembea lakini wako hai kiroho. Ukisoma John 10:10, the Bible says the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ has come, and he says, I have come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Now, physical death is both a process exhibited by aging process and a final event. Not so with the spiritual death. Tunaposema umekufa kimwili, tunajua sisi wote, when you are born young, unaendelea kukua, the more unaendelea kukua, the more unakaribia kupumzika, ama namna gani? Are we together? One day we will rest. Wengine wanalala mapema, wengine wanalala na miaka 100, na wengine wanalala na 70. Na tukinaposema kukufa ni process ambayo ni physical, ya kwamba unaendelea ku-age, unaendelea kuzeeka, lakini pia inaongelelea hatima yetu, the final event, where will we be. Now, lakini kukufa kiroho ni kitu, hali ya milele. Are we together? Kukufa kiroho ni hali ya milele. Now, kwa ule Mkristo ambaye hajaokoka, ingawaje anaishi lakini amekufa kiroho. Yani in short, mahali ataenda, because Biblia inasema kuna kufa ile tutakufa katika ulimwengu, lakini kuna ingine ambayo Revelation inasema the second death. Hiyo ni ile ya kukufa sasa, kukaa milele na milele ndani ya moto. Unaona? Lakini kuna ile hali ndio uko hai,
lakini umekufa kiroho. In short, your faith has been decided. Hello? Are we together? Lakini kama umemkubali Yesu Kristo, there is hope. Even though you are living, even though you are going through whatever you are going through, if Christ is in you, kuna maisha yanakungoja mazuri huku mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wengine ambao ndio wanaishi, wako hai, lakini wamekufa kiroho. Yani in short, it has been decided. Wao kulingana na matendo yao, kulingana na njia zao, if they die today, if you sleep today, if you have not changed your ways, your faith has been decided. Are we together? Tuko pamoja? That is why it is very important. Wewe kama Mkristo kila siku, Paulo anasema we should work out our salvation with the fear and trembling. Yani tulinde. Paulo tena anaambia Timotheo ya kwamba tunafaa tupigane vita vyema, ya kwamba tulinde wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Maybe na wacha ni pause hapo for some minute nikuulize swali hii. To what level can you go to protect your salvation? Yani, how far can you go? Kulinda wokovu ambao umeupata. How far can you go? Some people, it has costed them their jobs. Some people, to protect their salvation, kulinda wokovu wao, it has costed their marriage. Some people, kulinda wokovu wao, it has costed them some big business tenders. Hello? Bwana Yesu asifiwe. How far can you go to protect that which you received? When you confess ya kwamba Yesu karibu katika maisha yangu, uniongoze, natamani kuishi ndani yako, unisaidie. To what level can you go? Bwana Yesu asifiwe. It's a question I'm asking myself. How far can you go kutetea kulinda wokovu wao? Some people, it has costed them their lives. They have died, they have been killed on the line because they say, eri mimi nibaki na Yesu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mtaniua, I know wakati atakuja. Biblia inasema ya kwamba tarumbeta italia, waliokufa ndani yake, Biblia inasema tutakutana na yeye pale juu mawinguni. Even though you kill me, yes, I'm concerned where I will leave my family. You know, sometimes wakati, one of the reasons why people fear death ni ya kwamba, where will I leave my family? Bwana Yesu asifiwe. Where will I leave my church? There are pastors who say, if I die today, nitakuwa nimeacha hapi kanisa yangu. There are people who say, if I die now, ile project nilikuwa nimeanza, nitaiwacha wapi? Itazambaratika. You know, you think of what will happen after you die. You know, after you die, you don't have a say of what will happen. Ile nyumba yako ukaribishangi watu kwako, siku yenye utakufa, unaambianga watu toeni viatu. Hiyo siku wataingia na viatu hata iko na matope. It will become meaningless on your death. Unajua kuna vitu, let me tell you, kuna vitu ambazo zinatufanya tunakosa baraka katika maisha hii. Ile gari yako hata upeangi watu lift. When you die, hata you don't know how it will be. Kuna nyumba, kuna mtu mwingine yako anakaribisha watu kwake, but when he died, every Tom, Dick and Harry, watu wote wale alikuwa anasema machokora, wale alikuwa anasema matambara, waliingia hiyo nyumba yake, waliingia mpaka rumu yake. Because alikufia kwa rumu yake. Yani mahali, when he was alive, he could not imagine mtu anaweza ingia kwa bedroom yangu. Unajua watu wanajengana nyumba, wanaweka mipaka katika nyumba zao, wanasema ya kwamba hapa ni go on zone. Kuna mahali visitors wanaingia, wanafika. Hapa ni family area. Unaona? Hapa visitor yeyote hafai kupita. Na hapa ni my wife tu. Yani wanaweka mipaka. You know?
You know, but when this man died, even to the bedroom, all the villagers na matope yote wale alikuwa anaita chokora waliingia kwa hiyo bedroom yake. Hao kumbe hivi ndiye alikuwa anakaa, hivi ndio kulikuwa kunakaa. You know, when you die, the things that you value, things that make you to miss the blessings of God, they will not have any value. The question that will matter, kitu ambayo itakuwa ya maana, roho yako ilikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ndio kwa maana mchana wa leo tunazungumzia mawazo yetu. Tumeweka mawazo yetu wapi? Nia zetu ziko wapi? Je, tumeziweka kwa vitu vya dunia, ama je tunatembea katika nyama na damu? Ndio tuko kanisani lakini tunaongozwa na mwili. Tunaongozwa na mwili. Je, where are we? Yeah. Believers who are undeveloped spiritually are alive to God in their hearts, but because of their yielding to the nature of the flesh, they experience the same lack of victory and the same fruits of death unbelievers experience. Nasema nini hapa? Kama hujaanza safari ya kukua kiroho, kama hujaanza safari ya kuwa kiroho na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, wewe na watu wale hawajaokoka, you might be in the same level. Why? Because watu wa dunia wanaongozwa na mwili, na wewe kwa sababu hujaamua, ndio wewe ni Mkristo, umemkubali Yesu, umeanza safari, lakini bado hujakuwa kiroho. Unahitaji kuendelea kukua kiroho, na kukua kiroho ni kulitii neno la Mungu kila siku baada ya nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema nini kuhusu maisha? Yaani Mungu wetu ni mtakatifu, walio ndani yake nao lazima watembee katika utakatifu. Unajua ya kwamba anything that is associated with unholiness is not to be found in the life of a believer. Praise the name of the Lord. And when you encounter something that is unholy, something that is not pleasing to God, you are able to say no. But if you are a spiritual baby, when you encounter something, when you unafika mahali ambapo you need to make the right decision pertaining your salvation, unaingia tu mtego kama mtu ya dunia. Ni kwa nini? Kwa sababu hujakuwa kiroho. Tunafaa kufika mahali tutamani kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tuepukane na majaribu kidogo kidogo, tutokane na majaribu kidogo kidogo ya mwili, tuende hatua nyingine. Hakuna mtu ambaye anazaliwa kama amekomaa. No one is born mature. Even when you are a Christian, you are never born mature. Wakati mwingine ninaangalianga maisha yangu, ninaona ukatuni nilikuwa nafanya wakati niliokoka, you know, naangalia ukatuni nilifanya mpaka nasema lakini najipa moyo ya kwamba it is part of growth. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So tunafaa kutamani kukua kiroho kutoka hatua moja mpaka nyingine. Now, siri ni gani? Ama the only way to overcome the carnal mind ni gani? It is to have a spiritual minded mind. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Now, Paul goes on to finish verse 6 by saying to the spiritually minded, by saying to be spiritually minded is life and peace. Yani kutembea katika kiroho, ama kutembea katika kiroho kuna amani na ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Now, being spiritually minded means the entire focus of your being, spirit, soul, body, is on the things which emanate from the Spirit. Praise the name of the Lord. Nimesema ya kwamba the only way kuepuka kutembea kimawazo kama mtu ambaye anaongozwa na nyama na damu, a carnal Christian, it is to be spiritual minded. Na to be spiritual minded ni kutenda, kufanya, kutembea kulingana na mambo ambayo yanatoka katika roho. Bwana Yesu asifiwe.
Na mambo ambayo yanatoka katika roho utayapata wapi? Katika neno la Mungu. Neno la Mungu, the word of God is spirit and it is life to us. Praise the name of the Lord. Ukilitii neno la Mungu, ukilisoma neno la Mungu, ukilikubali neno la Mungu liwe katika maisha yako, likunenee, likufinyange, likuchonge, likutengeneze. Kuna mahali unapata uko na kiburi. Neno la Mungu inakuambia Mungu washusha wenye kiburi na kuwainua walionyenyekea. Hilo neno ukilisoma linakuguza, linakuambia, linakuguza ndani yako, linakuchoma yenyewe na kuona na kiburi. Ninakuwa na kiburi. There is some level of pride in me. I don't see watu wengine kuwa watu. Unajua kuna watu wengine hawaoni watu wengine kuwa watu. Hello. Kuna watu when they look at you, how you dress, how you speak, how you communicate, how you walk, where you come from, yani wanakudharau. You know there is pride in their life because of a few things they have acquired. Yani tu pesa kidogo, watu wanaweza shika pesa kidogo tu hivi wadharau watu. They are not reachable. Mtu ambaye mlikula na yeye, mtu ambaye mligrow na yeye, anashika pesa kidogo, anapata madaraka kidogo, bwana, kiburi inaingia. Na ndio kwa maana wengine wakiinuliwa na hiyo kiburi kama haijaisha, Biblia inasema ya kwamba Mungu washusha wenye kiburi, they don't go far. Wanaendeleanga hivyo na hiyo kiburi, wanafika mahali mpaka wanaonyesha mwenye kazi kiburi, Mungu anawashusha. Bwana Yesu asifiwe. The secret ya kuendelea in life is humility. Kuwa mtu mnyenyekevu. Consider others better than yourself. Praise the name of the Lord. Be a team player. Don't be a team destroyer. Kuna watu wengine they are a team destroyer. Kuna watu hawapendi umoja. Katika boma hawapendi wakati watu wanaongea na sauti moja. Yaani wanafurahia wakati kuna vita, wakati kuna tension. Unajua kuna watu wanafurahia wakati kuna tension. Yakati wanaona tension huko, anaona hapo ndiye anafurahia, na yeye ako hapo katikati. Sasa yeye ndio ni kama, kuna watu ambao wanafurahia tension, wanapenda division. Kuna watu ambao hawapendi wakati kuna amani. Team destroyers, they are there. But what am I saying this morning? Kama tunataka kuendelea kukua kiroho na kuepuka kuongozwa na mawazo ya kibinadamu, we must be spiritual minded. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufikirie kiroho. Lazima tufikirie mambo ambayo yanatokana na maisha ya kiroho. Na ndio kwa maana ukisoma Colossians chapter 3 verse 1 to 10, Biblia inasema ya kwamba, na nitawasomea, inasema, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your heart on Christ. Moyo wako uwe kwa Yesu. Yani whatever you do, how you live your life, je, inaambatana na yale mapenzi ya Yesu Kristo, ama unafanya mambo ndio kulingana na mawazo yako? Since then you have been raised with Christ. Kama umefufuliwa na Yesu, kama umeokoka, umepeana maisha yako kwa Yesu Kristo, hiyo ni kusema ya kwamba maisha yako yamebadilika. Na ndio kwa maana tunakubatiza, ya kwamba wakati tunakutumbukiza ndani ya maji, umekufa katika dhambi. Tunapokutoa ndani ya maji, umefufuka na Yesu Kristo, ya kwamba is symbolic ya kwamba umeokoka, umefufuka na Yesu Kristo. Wakati Yesu alikufa akafufuka, yani there has been a change in your life. Now, if you have not been born again kabisa, you can be baptized as a sinner and you come up as a wet sinner. What am I trying to say? Sir, baptism is just a simple, yani ni kusema ya kwamba it's an outward kusema ya kwamba umeokoka, there has been transformation in your life. But if there is no total transformation in your life, unaweza kuwa mwenye dhambi, unatumbukizwa ndani ya maji na unatoka tu kibaki kuwa yule. Heri tubadilike kabisa.
tufufuke ndani ya Yesu Kristo, tuachane na njia za giza, tuachane na njia ambazo ni za giza, ili ya kwamba tuwe ndani ya Yesu Kristo. Na kama tumefufumuliwa ndani ya Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba mioyo yetu itakuwa kwa mambo yaliyo juu, mahali Yesu Kristo anakaa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Asubuhi ya leo, je, mambo unayoyafikiria, mambo unayoyatenda yanaambatana sawasawa na yale Yesu anafikiria akiwa pale? Yaani yako sawa na yale Yesu anafikiria akiwa katika mkono wa kuume kwa Yesu, kwa Baba. Unajua, Yesu akituangalia maisha yetu anataka kututumikia, anataka kututumia kueneza ufalme wake, kueneza injili yake, kueneza mwanga wake, kueneza mapenzi yake katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. That is the will of God for our life. Wakati Yesu anaangalia ndoa yako, anataka mapenzi yake yatendeke katika ndoa yako. Wakati Yesu anakuangalia wewe kama mzee, anataka uishi maisha yako to the point ya kwamba watu wanapoangalia maisha yako wanaona Yesu Kristo ndani yako. Praise the name of the Lord. Na ndio kwa maana wazee wengine ambao watakuona, wanapokuona vile unaishi maisha yao, hata wao watatamani kuwa kama we, watatamani kuwa na wewe. Mama, Yesu akiwa ndani yako, Yesu anataka ya kwamba ukuwe ni ujumbe ulio hai, a living testimony, yani kuonyesha what it means to be a Christian. And let me say this, as PMC Nairobi, if we desire Yesu aonekane katika maisha yetu, mahali tunaishi, mahali tunakaa, mahali tunafanya kazi, we don't need to call our pastors to preach there. You are the preacher there. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Some of you say, ile siku nitapewa nafasi kuhubiri pale mbele, nitatwanga injili. Hey, start by preaching where you live. Actually, you are more effective where you are. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above. Verse 2 inasema, set your minds, mawazo yenu, set your minds on things above, not on earthly things. Hiyo basi inanikumbusha ile ya Matthew inasema, first seek the kingdom of God and his righteousness, and all other things will be added unto you. But now the carnal mind, mawazo ama nia za mtu anatembea kiroho, yani kimwili, ametwist your bars, anatafuta kwanza vitu za dunia kwanza alafu baadaye amtafute Yesu. Kuna watu wanaweka Yesu kando kutafuta vitu za dunia, kutenda mapenzi yao, kutenda yale wanasikia wafanye. Wameweka Yesu kando, ya na wakati Yesu sio nguo utaenda uchukue unawacha mahali baadaye utairudia, Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta vitu vya dunia kwanza. Now, je, swali ni ukikufa ukitafuta vitu, no, I'm not saying ya kwamba it is bad to be aggressive in life. I'm not saying it's bad to be a shrewd businessman. I'm not saying it is bad to chase after your career. I'm not saying ni vibaya kuendelea. Actually, Christianity is about prospering. It's about making it in life. Kama ni magari, hiyo ni matunda ya watu wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kama ni nyumba nzuri, hiyo ni matunda, hizo ni baraka za wana wa Mungu. Are we together? Kama ni kuendelea kuishi mahali pazuri, hiyo ni matunda yetu. And we should desire such things in life. Usiwe tu wewe umetosheka tu pale Kayole, umetosheka pale tu Kayole kwa ile room yako. Desire to go to desire to go to another level. Desire to be in a 2-bedroom house. Ufike mahali useme ya kwamba nataka niende mansionette. Desire to go and be a landlord.
Wewe umekuwa tenant all your life. No, don't be satisfied. Hata wewe omba Mungu akusaidie. You can be a landlord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Because Mungu ametuambia katika neno yake ya kwamba these blessings will follow those who obey my words. And so get me right. Sisemi ya kwamba tusifuate vitu vya dunia hii. Kuna vile Mungu ameweka njia ya kupata vitu vya dunia hii. Kwanza tumweke mbele. Tumweke wapi? Mbele. Alafu baadaye hayo mambo mengine they will fall into place. Lakini wakati tunaweka vitu zetu mbele, wacha nikwambie, what will come in your life is frustration. What will come in your life is regret. What will come in your life, utaanza kuregret. You gave yourself to a man, ndio akupatie pesa, baadaye amekuacha. Wanasema mke wa wenyewe, yani mume wa wenyewe ni gari ya serikali. Baada ya kumalizana na wewe atarudi kwake nyumbani. Wanasema gari ya serikali haiwezi kuwa yako. That's what they are saying, out there. Unaanza kufuata mume wa mtu ati ndio upate you benefit, yani mpaka unaanza kudharau mume wako ya kwamba hana kakitu. Unadharau mume wako hana kakitu, unaanza kufuata wame wengine ndio wa supplement, wakupe pesa ya kuvaa vizuri. Utavaa vizuri ndio na wewe utatumika. At the end of the day you regret. Hata kufungulia biashara, hata kufanyia anything you regret. As a young lady unafuata sugar daddy, unafuata mzee rika ya baba yako ili ya kwamba akulipie, akupatie pocket money, akupe pesa ya kuvaa nguo, ya kununua simu, makeup, nini. You regret later. Ukiweka vitu vya dunia mbele na utoa ile formula Mungu ameweka ya kwamba first seek the kingdom of God. Nimeona wasichana wameparana wakiwa campus. Nimeona wasichana vijana wameparana wakiwa campus. Lakini they trust God, wanamaliza shule. Na even before they graduate, Mungu ashafungua njia. Kwa sababu walikuwa waaminifu, Mungu anawapatia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale walitumika, ndio walimaliza shule, wanamaliza shule, wanaanza kucomplain, wanaanza kulia, hakuna makazi. Lakini wale walio sawa na Mungu anawatengenezea njia. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu tunafanya makazi where your boss will want to take advantage of you, ndio uendelee kukaa mahali hapo. And many times kama pastors tumeambiwa, pastor niombe, kuna jambo inanisumbua, huyu mwajiri wangu anataka kunitumia. I'm a married man, I'm a married woman, huyu mwajiri wangu anataka kunitumia ati ndio niendelee kufanya kazi. Pastor niombe, nipe ushauri, nifanye nini? Some wanaendanga, they give themselves, they give their bodies, wanajipatiana kwa watu ndio waendelee kusustain kazi. Wacha nikuambie, when they will be fed up with you, watakutema na utakuwa na regrets, utakuwa unalia. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kwa maana niliuliza swali ya kwamba, je, how far will you go kulinda wokovu wako? Bwana Yesu asifiwe. Kazi itaenda ukibaki na Yesu wako. Kazi inaweza enda, lakini ukibaki na Yesu wako, hauna job Nairobi lakini una survive. Lakini unaishi. Praise the name of the Lord. Wakati mwingine, wakati tunapatwa na solution hii, two options, niendelee hivi. Sasa job ikienda, how will I survive in the city? Unatoa imani yako, unaanza kufikiria kama mtu ambaye ako kimwili, unajipata umetenda mambo ambayo hayampendezi Mungu. What am I trying to say? Wakati tunaharibu formula ya Mungu ya kumtafuta kwanza, we will regret. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tuweke Mungu mbele katika mambo yetu, katika kila jambo tunafanya. Wengine wetu we start investing hata hujauliza Mungu. Hata we invite pastor kuombe,
Yani hata invite pastor, a spiritual authority in your life. Is someone who is there to pray for you, to give you godly counsel. You start a project, a multi-million project. Wewe unauliza experts. It's good to ask experts, but you also need a man of God. Praise the name of the Lord. Mungu anasema nini? Mungu anasema nini concerning this project you want to undertake? Maybe God can use this man of God to say a word that can help hiyo project yako iendelee. But because uko na kiburi, but because unaona pastor wako vile amechakaa, unaona pastor wako vile anakaa, mahali anatoka, unadharau the anointing ambayo unadharau haitafanya kazi katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. When you live like you don't have pastors in your life, you live like yani hauendi kanisa, you are not a member. And let me tell you this. Some of us come to church here, tunakuja tu. You have never taken a step to associate yourself to this church. Kusema ya kwamba katika hii kanisa hapa ndio najua Mungu atanibariki. Bwana Yesu asifiwe. I'll submit myself to the spiritual authority, to the men and the women of God in this church. I know I'll be, when they pray over my life, when I seek godly counsel to them, najua maisha yangu itabaki kuwa sawa. Wewe unaingianga tu ukitoka, you are not accountable to anyone. That's why wewe hata coming to church ukipiga absent is never an issue. But I thank God there are some of you, whenever unaona ya kwamba unachelewa ukuji kanisani ama umeenda sana, unapata ka message. Sio pastor, unapata ka message ya kwamba pastor will not make it. Pastor niko ushago niombe. Pastor niko na jambo kama hili. Lakini some of us we are just reckless. We have never submitted our, hiyo ni kama ya kwamba you don't respect the spiritual authority that God has placed in this place. Wacha tukwambie, hii church hii mambo inatendeka hapa. Hii si mambo ya kina Mozeti na kina Motangi na kina. This is God's idea. This is a God's sanctuary. This is a place that God wants to use to minister to your family, to minister to your life. Maisha yako ibadilike, lakini wewe unateseka, unaendelea hapa na pale. You have not discovered the secret, and I will be talking about the blinded mind. The problem may not be with you. Your mind has been blinded by the enemy, that you may not see the light that is in the gospel. I'll be talking about the blinded mind. Maybe you are there, you have been blinded, auoni. You are there but auoni, baraka zinakupita, haujui vile you can tap the blessings of God in this place. Wewe unakuja tu ni kama imekuwa routine. It has been a routine, imekuwa ni routine. You don't care. You don't even bother to find out what happened on Sunday. What did the man of God... if this is your church, God has your word in this place. When you miss, even you don't try to find out what was preached last Sunday. What happened last Sunday? What did the man of God say? What did the preacher say concerning the church? Maybe a word was said concerning your life, but you are not there, you didn't get it. Praise the name of the Lord. Some of you, even we post some sermons, kwa WhatsApp. We can know who has read, who has listened to those sermons. Some of you don't even take time. You have time to Google wakina Njoro Wahuba. You have time to look at some of the things in social media. Uko na time ya kufuata vitu kwa social media, but you don't take time to listen to a recorded sermon from your church. We have tried all our best because we don't want to be answerable to God one day. We have tried all our best to do what we can. We even record for you. When you don't miss, tunakuwekea pale mtandao. You just need to click and listen to the worship and listen to the sermon. What? Because this is your church. You embrace this as your church. We have even gone an extra mile. That is where we use what you give. Izile offerings mnatoanga ndio zinatusaidia kununua bundles.
Sijanunua simu, ndio sijanunua kamera ya simu ya charge, but ndio zinatusaidia hiyo sadaka, because we are utilizing the online platform to reach and to feed our members with the word of God, ndio wakakue kiroho, ndio wasikie ni nini Mungu anasema katika maisha yao. But you don't bother. Unashinda mtandao, unashinda tu mtandao, unaingia, unaona you can be able to see other things online, but you don't take a step to value, to respect the spiritual authority in this church, and that's how many of us, our minds have been blinded by the enemy. That's why we are not getting the blessings from this altar. Bwana Yesu asifiwe. I want to finish because nimetoka nje ya mahali nilikuwa naongea, but of course it's within the word of God. Verse 3 nasema, for you died and your life is now hidden in Christ, is hidden in Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Wakati Yesu, Biblia inatuambia ya kwamba wakati Yesu atakuja, Biblia inasema tarumbeta italia, waliokufa ndani ya Yesu Kristo watafufuka, na Yesu atakutana nao pale juu mawinguni. Wakati Yesu ataonekana pale juu mawinguni, na sisi tutakutana na yeye pale katika utukufu. We will appear with him in glory. Praise the name of the Lord. Now verse 5 inasema, therefore wewe ambayo unaongozwa na mwili, inasema ya kwamba put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Kama kuna mambo yanakufanya ufikirie kama mtu ambaye unafikiria utaishi katika ulimwengu milele na milele, hayo mambo wachana nayo. Mambo kama sexual immorality, mambo kama impurity, mambo kama tamaa za mwili, evil desires and greed, and I will be speaking about the defiled mind. Nitaongelea hiyo kuendelea, which is idolatry. Because of these things, kwa sababu ya mambo haya, tamaa za kimwili, hukumu ya Bwana inakuja. You used to walk in these ways in the life you once lived. I don't want to imagine things I did when I had not given my life to the Lord Jesus Christ. Some of those things were shameful. Some of those things are shameful when I remember about my past, when I remember about the things I did in Sodom and Gomorrah. I did them in that life. We are ashamed. You used to walk in these ways in the life you once lived. But now, sasa, Christianity, wokovu ni, but now, you must rid yourself of all such things as this: anger, hasira, rage, malice, slander, kusengenya, filthy language from your lips. Wacha nikwambie, there are Christians, people who come to church, and some of them are leaders. Some of them are leaders. Yani language inatoka kwa mdomo yao. Filthy language, yani maneno inatoka kwa mtu anajiita Mkristo, maneno chafu. Yani kuna watu wengine anaweza toa neno, yani aongee neno. Na kwanza kuna maneno mengine ya Kikisi ukiongea inakuanga filthy. Mtu anatoa yani anatoa maneno mengine mbaya. And he says he's a Christian. Unajidanganya my sister, my brother. Paulo anaambia Wakolosai, mambo kama haya lazima yatoke katika maisha yako. Mambo ambayo ni ya kuongozwa na kimwili. Hasira, kuna watu wakikuwa na hasira. Kuna watu wako na hasira, yani to the point hawananga full stop, hawananga point of no return, wanaanza vita, yani hasira. Hasira. Na unajua kuna hasira unaweza kuwa nayo useme neno ambayo itakuwa ngumu sana kulitoa. Wanasemaga kuna mambo ambayo yakitendeka hayawezi kurekebika. Maji yakimwagika hayawezi saidika. Time wasted cannot be recovered. Number 3, neno ambalo limetoka kwa kinywa chako, hawezi kulirudisha. Na wakati mwingine, wakati tuko na hasira, shetani anafanya kazi.
anatumia hiyo hasira, unasikia umetoa neno ambalo limeguza mzee wako, umetoa neno ambalo limeguza bibi yako, umetoa neno ambalo limeguza mtoto wako. Huyu mtoto hata kama anaishi anakumbuka lile neno ulimwambia. Huyu mzee hata akiwa huko town anakumbuka ile neno ulimwambia. Ameenda kukutafutia lakini anasema ninatafutia ile ng'ombe. Ile maneno iliniambia, ile mambo ilisema, neno umetoa ambayo kulitoa ni nguvu. And some of us we have said hurtful words. Wengine wetu tumesema maneno ambayo yamehurt watu, yamehurt wazee, our spouses, yamehurt watoto wetu mpaka wamefika mahali si hivyo tu mimi ndio najulikana tu hivyo tu, si hivyo ndio wananijua. There is nothing I can do that can change it. Hello. As Christians we are called to prophesy. We are called to speak to things that are not as if they are. He is a drunkard, but you tell him, Baba Nani, wewe ndio yule mzee. I know God is working in your life. You will be that great man in life. Praise the name of the Lord. I know Kamau, my child, kuna njia umepita lakini wewe ni yule mzee. You will be someone great in life. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia your wife, unamwambia maneno matamu, unamwambia ya kwamba wewe ni yule the mother of my kids. Hao watoto wetu watakuwa kings and the princes. Unamwambia mambo ya kumjenga, lakini wewe kazi yako ni kumshusha. You even wonder why he doesn't come to church, ananga interest ya church. The kind of salvation unamuonyesha ni different from what you are saying. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. And some of us, God will point you back to some of the people ulisema maneno ya kuwavunja. Mtu anatarajia mtoto, wewe unaenda carelessly, unaropokwa, unasema jina hapo mbaya. Ni ile alifanya abortion na anasikia. Ile abortion alitoa ndio hii inamsumbua. Careless words. Mtu anajitahidi kufanya kitu, anajitahidi, wewe na maneno yako unaachilia neno carelessly. Mtu amefiwa, mtu anapitia kitu na shetani anajua kupita hapo, unaachilia neno carelessly. Wengine wetu ni wakati tumekosewa, wakati tunasikia tumekosewa, tuko na hasira, unawaachilia neno. Kuna neno likitoka kabla litoke. Mungu atusaidie. Praise the name of the Lord. Tutaepuka aje haya? Ni kuwa mawazo yetu yawe pale juu mbinguni ambapo Yesu anakaa. Ndio maana Paulo anasema hapa, mambo kama hayo, hasira, rage, malice, slander, kuongea kwa madharau, filthy language, maneno kama hayo yatoke katika kinywa cha mtu anajiita Mkristo. Praise the name of the Lord. Na tusidanganye, do not lie to each other, since you have taken off your old self with these practices and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge of its creator. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Niruhusu nimalizie hapo siku ya leo. I was talking about the carnal mind. And our series is we need to be transformed. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji Mungu atubadilishe mawazo yetu, tufikirie kama Wakristo, watu ambao wanaenenda katika njia za Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wakati mwingine tunaishi maisha yetu ni kama we don't know who we are. We don't know sisi ni akina nani. Nilisema last Sunday ya kwamba kama Wakristo we must be different. Praise the name of the Lord. Lazima tuwe tofauti. Lazima tofauti ionekane katika vile tunafanya biashara, katika maisha yetu, katika vile tunaingia nyumbani mwa Bwana. Unajua saa nyingine tunaingia hapa church ni kama hatujui tumeenda wapi, ni kama tumelazimishwa. Unakuja, worship is taking place, lakini wewe umenuna tu hapo. No. We need to be transformed. Tunafaa tubadilishe, tukubali Roho wa Bwana atubadilishe, tujue ya kwamba tunapoingia nyumbani mwa Bwana is serious business. We are connecting with our Creator. Lakini with your carnal mind,
mawazo ama nia za kibinadamu. You will not understand this until your mind is renewed, it is transformed. That is our prayer as servants of God in this church, that God this year, as you have said ya kwamba we need to make a dwelling place for you to dwell in our midst. It needs to start in our life by having transformed minds. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Let us stand up as we pray, as we surrender to God, na Mungu atawale katika maisha yetu. Amen.